Ninawasalimu tena ndugu zangu katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ni muda wa kuendelesha somo letu ambalo linasema kuhusu wajibu wa mtumishi kwa waamini. Hili likiwa ni somo ama ni sehemu ya 4 ya lile somo, lakini sasa kama nilivyoahidi tunakwenda kujifunza kuhusu agano ama utofauti uliopo kati ya agano la kale na agano jipya. Utofauti uliopo kati ya agano la kale na agano jipya. Moja kwa moja tunakwenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 24 ama 24 mstari wa 7 hadi wa 8. Biblia inasema, kisha akakitwaa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu, wakasema, hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilofanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Unasikia kwamba hapa wanatueleza habari za Musa pamoja na wana wa Israeli. Unajua Mungu amemuita Musa pande kwenye mlima, halafu Mungu mwenyewe akampa amri 10 zenye kuandikwa kwenye vibao ama kwenye mawe, na hizi amri 10 tumeona kwamba ndilo agano ambalo Mungu alifanya na wana wa Israeli. Kwa kweli wana wa Israeli hawakuelewa, hawakujua mpango wa Mungu. Hawakujua mpango wa Mungu katika kuwapatia hizi sheria. Sasa wao wakafikiri ya kwamba hii ndio njia bora kwao kuweza kuzitii hizi sheria ama hizi amri za Mungu. Ndio maana unasikia kwamba Musa alipowasomea yale maneno ya agano, halafu watu wote wakasema, haya yote anayoyasema Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Eti haya yote anayoyasema Bwana tutayatenda na nasi tutayatii. Alafu Musa akachukua damu, ni damu ya mnyama. Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akisema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Hili ni agano ambalo Mungu anafanya na wana wa Israeli, agano la sheria. Na hawa watu kwa kutokujua mpango wa Mungu wa wokovu kwao, wao wakafikiri ya kwamba wanapewa hizi sheria ili kwamba wazitimize. Walifikiri ya kwamba mpango wa Mungu ni kwamba watimize hizi sheria. Lakini Mungu mwenyewe alijua wazi ya kwamba hizi sheria haziwezekane. Mwanadamu hawezi kutimiza sheria. Yaani Mungu alikuwa na mpango wa wokovu kwa wanadamu, lakini ili kwamba mpango huo utimilike, kwa sababu mpango wa Mungu kwa wanadamu ilikuwa ni kuwaokoa kupitia imani. Mungu angewaokoa kwa neema, lakini kupitia imani. Na ili mtu aamini, inabidi kwanza awe amehakikisha ya kwamba hawezi, yeye mwenyewe hawezi na hana njia nyingine ya kufanya isipokuwa kuamini. Mungu alitaka watu wapate sheria, halafu hizi sheria ziwasumbue, ziwatatize, ziwashinde, halafu wamgeukie Mungu. Halafu Mungu awajalie neema. Watu waokolewe kwa neema, si kwa sheria, kwa sababu sheria haiwezekane. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya sheria. Halafu Mungu alipowapatia hizi sheria, watu nao wakasema, eti hii yote anayosema Bwana sisi tutatenda, tutatimiza, yani tutatii. Mungu akawashangaa wanadamu. Mungu akawashangaa kwa sababu yeye mwenyewe alijua ya kwamba mambo haya hayawezekani. Hakuna mtu awezaye kutimiza hizi sheria. Lakini sasa ili kwamba wahakikishwe ya kwamba haiwezekani, basi Mungu akaendelea kuwazidishia sheria.
zilikuwa ni amri 10 ama sheria 10, lakini sasa tukiangalia kwa ujumla zimefika amri ama sheria kama 613 hivi. Kwa Kifaransa, Exode chapitre 24 verset 7, il prit les livres de l'Alliance et il les lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Hapa inaonekana wazi ya kwamba wana wa Israeli walihakikisha kwamba mambo haya yote watatimiza. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Tutafanya yote aliyoyanena Bwana, afu na tutatii. Afu Mungu akawa anasubiri aone ni nani miongoni mwa wanadamu ambaye ataweza kuzitii hizi amri ama ambaye ataweza kutimiza hizi sheria. Hebu tusome tena katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 10. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 10 nasema hivi: kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Narudi tena kusoma: kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Twende kwa Kifaransa tusikie wanasema nini. Galates chapitre 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Wale wote wanaojiweka chini ya sheria, hawa wote wanaojiweka chini ya sheria, hawa wako chini ya laana. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Kwa maana imeandikwa ya kwamba amelaaniwa yeyote yule ambaye hayatimize yale yote yanayoandikwa katika kitabu cha sheria na kuyatenda. Hivi ndivyo imeandikwa: alaaniwe kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Sasa hapa ni mtume Paulo anaongea, na mtume Paulo ambaye amekuja na injili ya neema, huyu aliweka wazi, alileta sababu ambazo zilimfanya Mungu awapatie wana wa Israeli sheria. Mungu alitaka tu watu washindwe, halafu wainue mikono, wamuitie Mungu ama wamugeukie Mungu, halafu Mungu awaokoe kwa neema yake. Huyu ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Mungu alitaka watu wote washindwe chini ya sheria, halafu wakubali ya kwamba hawawezi. Na hii ndiyo hatua ya kwanza ya mtu. Ili mtu aokoke, inabidi kwanza ahakikishe kwamba ameshindwa ama amekosea, halafu amgeukie Mungu, halafu Mungu amrehemu. Unajua, mtu akifikia mwisho wa njia zake, basi mtu huyu ni mtu mwenye iko tayari kuongozwa.
Ukishajua wazi ya kwamba wewe haujui, basi utakuwa tayari pia kutega sikio ili usikilize kile watakachokwambia. Na ukisikia utaamini, kwa sababu hauna njia nyingine. Ndio maana mtu akitubu basi moja kwa moja na anaamini. Mtu akitubu moja kwa moja na anaamini. Na akiamini basi huyu anaokolewa. Hakuna njia nyingine ndugu zangu. Ukitaka kuokoka inabidi utubu. Na kutubu ni kugeuka. Kuacha njia zako, kuacha yale mawazo yako. Unajua mtu ana mafikiri yake. Lakini sasa hizo njia zako jua zinatofautiana sana na njia za Mungu. Mungu ana njia zake na mwanadamu ana njia zake. Basi ukiwa unaona kwamba njia zako haziwezi zikakuingiza katika uzima, yaani uzima wa milele, basi moja kwa moja unageuka ama unarudi, unamgeukia Mungu. Unaziendea zile njia ambazo ni za Mungu. Kwa sababu njia ya Mungu tu ndiyo inaweza kukufikisha katika uzima wa milele, lakini njia yako haiwezi kukufikisha katika uzima wa milele isipokuwa mautini. Unakwenda hukumuni wakati wote ule unaendea njia zako. Na Mungu anataka watu wake wamgeukie, halafu wamwamini yeye, kwa sababu yeye ndiye anajua njia. Atawaongoza njia ya kweli, halafu hao watu watafika kwenye uzima wa milele. Basi mtu anaposikia habari njema, mtu anaposikia neno la Mungu, basi huyu mtu moja kwa moja anahukumiwa na dhamiri zake kwamba hakutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yaani ameshindwa kutekeleza yale yote ambayo Mungu alitaka kwake. Ndio wakati ule mtu anageuka, halafu anaamini yule, anayehesabia haki bure wale wanaomwamini. Na nafikiri tutachukua muda wakati mwingine kujifunza huu waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Ya haswa hii sura yake ya 3, muna injili nzuri, muna injili ya wokovu katika hiyo sura ya 3, hata sura ya 5 pia. Hapo tunaweza kuona jinsi gani mtu anaokoka, jinsi gani mtu anaweza kapata uzima wa milele. Si kwa kutimiza sheria, kwa maana hiyo haiwezekane, bali ni kwa kumwamini huyu ambaye amekuja kutuhesabia haki bure kwa njia ya imani. Huyu ambaye amekuja kutimiza sheria kwa ajili yetu, zile sheria ama amri za Mungu ambazo zimetushinda sisi, yeye amekuja kuzitimiza ili kwa kumwamini yeye basi tuhesabiwe haki bure. Huu ndio mpango wa Mungu kwa wokovu wa mwanadamu. Lakini mwanadamu kutokujua, basi yeye alisema eti yale yote ambayo Bwana anayasema sisi tutayatenda. Utatenda yale yote ambayo Bwana anasema kweli? Unajua sheria, tukisoma katika sura yake ya 4, huu waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura yake ya 4 mstari wa 15, Biblia inasema kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Eti kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Hebu tusome kwa Kifaransa ili tusikie ama tuelewe vizuri. Kwa Kifaransa inasema Romains chapitre 4 verset 15, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus la transgression. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Unajua hii sheria ndiyo inaleta ama inasababisha hasira. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati wowote mtu atakosea sheria, basi aliyeweka sheria sherti akasirike. Unajua kama mzazi unaweza kuambia watoto wako, unasema kwamba wale watoto ambao wangali nyumbani, nawaambia mimi sitaki ifike saa 1 ya usiku kabla hamjafika nyumbani. Napenda kila mtoto awe nyumbani saa 1 za usiku, nyote mkue hapo. Alafu asubutu mmoja aje saa 2.
na wewe umemwambia saa moja, basi hapo hapo hasira itawaka ndani yako. Labda kwa siku ya kwanza utatumia maneno, lakini siku ya pili akirudia tena saa 2 za usiku, basi hapo ni fimbo ndio utachukua. Unasikia kwamba hasira inakuja kutokana na sheria. Pasingelikuwepo sheria, basi hasira haingekuwepo. Mtoto angekuja hata saa 3 na usingeweza kumkasirikia kwa sababu haujawahi kumwambia kwamba haibidi afike nyumbani saa 3. Lakini sheria ikishakuwa hapo, basi na hasira nayo iko hapo. Ndio maana hakuna siku ambayo Mungu aliridhishwa na maisha ya watu katika Agano la Kale. Hakuna siku moja Mungu alifurahia watu katika Agano la Kale, isipokuwa tu wale walioamini. Hao ndio wamemfurahisha Mungu. Mungu amewafurahia na Mungu akawatendea mambo makubwa. Mungu akawaahidi, yani yale maisha ya imani ndio Mungu alitaka na ndio alitarajia kwa watu. Lakini watu nao pasipo kujua, basi wakaanza kugombana na sheria, wanaanza tafuta njia ya kuzitimiza sheria. Huo ni mpango ambao umetokana na mwovu ama umetokana na mwanadamu mwenyewe. Hebu tusome katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura yake ya 3 mstari wa 19 na mstari wa 20. Biblia inasema, basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimi wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Ninarudi tena. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimi na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hebu tusome kwa Kifaransa pia tusikie. Epître aux Romains chapitre 3 verset 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Unajua, sisi hatuko tena chini ya sheria. Sisi wa leo, sisi ambao tunaitwa Wakristo, sisi ambao tumezaliwa mara ya pili, leo tunakuwa wana wa Mungu. Sisi hatuko tena chini ya sheria. Hatuko chini ya lile agano la kale. Sisi tuko chini ya agano jipya. Halafu wale, Biblia inasema wale walio chini ya agano la kale. Unajua si kwamba turudi tena miaka 1300 sijui kabla, lakini sasa tunasema hawa ambao wanapatikana katika siku zetu za leo, lakini huku wakitegemea kuhesabiwa haki mbele za Mungu kupitia sheria. Wale ambao wanajiweka chini ya sheria, wale ambao wanafikiri ya kwamba wakitimiza sheria za Mungu ndipo watampendeza Mungu. Biblia inasema hawa wako chini ya laana. Hawa watu hawajui kile wanachokifanya, kwa sababu hii sheria haiwezi kumfanya mtu awe mwenye haki, bali inawekwa, sheria imekuja ili kwamba kila kinywa kifumbwe. Eti basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati yanena kwa hao walio chini ya torati,
ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Unajua sheria inakuja na hukumu, na katika sheria usifikiri ya kwamba kuna rehema. Sheria haina msamaha. Ukitenda hayo sawa, ukikosea basi unahukumiwa moja kwa moja. Hakuna mambo ya kusema msamaha. Eti basi tuwajua ya kuwa mambo yote nenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimi wote uwe chini ya hukumu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Jamani, watu wanapenda sheria lakini hawajui hasara ya sheria. Katika sheria mna hasara. Sheria ina hasara. Jamani, acha tusome katika waraka wa Yakobo. Waraka wa Yakobo sura yake ya pili. Waraka wa Yakobo sura ya pili mstari wa 10 hadi 12. Biblia inasema, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Eti semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Unasikia, kuna sheria ya uhuru iliyo tofauti na sheria ya dhambi na mauti. Hii sheria ambayo iliandikwa kwenye vibao, hii sheria ambayo ilipewa wana wa Israeli kwa mkono wa Musa, hii ni sheria ya mauti. Hili ni agano la mauti. Hakuna rehema, hakuna wokovu katika hili agano. Na yeyote yule anayejiweka chini ya hili agano, basi huyu ajua anajiweka chini ya laana. Hebu tusome pia kwa Kifaransa tusikie kile ambacho Biblia inaongea katika Yakobo sura yake ya pili mstari wa 10. Jacques chapitre 2 verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Au verset 11, en effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » et a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Au verset 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Hapa mwandishi anasema ya kwamba kila anayelinda sheria, car quiconque observe toute la loi, huyo ambaye anatimiza hizi sheria zote, anashika hizi sheria zote, ila akijikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kujikwaa, kwa Kifaransa anasema même péché contre un seul commandement. Kwa Kifaransa haina uzito kama vile kwa Kiswahili. Commettre au péché contre un seul commandement. Unasikia ni kama kwa Kifaransa ni kama unavunja sheria moja. Lakini kwa Kiswahili wanasema ni kujikwaa. Yaani ni kama hata kama haukuvunja sheria yote, lakini basi unakuwa kama unajikwaa tu kwa sheria moja.
Unajua katika usemi wa Bwana Yesu alipokuja, wanamuuliza mambo ya sheria, afu anawaambia, anasema basi Musa aliwaambia kwamba usizini, na ukizini utahukumiwa na sheria, lakini sasa mimi nawaambia hivi, mtu akimtizama mke wa mwingine alafu anamtamani, huyu tayari amekwisha kuzini na yeye. Unasikia, hii ni mfano wa kujikwaa kwenye sheria. Kwa kweli wewe haukuzini kwa njia iliyo wazi, lakini umetizama tu na ukatamani, basi tayari umekwisha kuzini na yeye. Halafu ndio hii ambayo Yakobo anasema hapa, mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Hapa ninataka uelewe kitu hiki. Kuna sheria ya uhuru ambayo iko tofauti na hii sheria ya mauti. Sheria ya mauti ni zile amri 10 ambazo amepewa Musa kuwafikishia wana wa Israeli. Lakini pia kuna sheria ya uhuru. Sheria ya uhuru ambayo ni sheria ya Roho, sheria ya neema iliyokuja na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa sisi tunasema kama watu ambao wako tayari kuhukumiwa na sheria ya neema. Hatutasema kama wale watu wa Musa wakati wa Musa, wale waliosema haya yote anayoyasema Bwana sisi tutatenda na tutatii, tutamtii, tutayatimiza yote. Sisi hatuseme hivi. Usemi wetu leo, usemi wa watu wa neema, ni usemi ambao unampa Mungu utukufu kwa kazi ile ambayo ameifanya mwenyewe. Unajua tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Alafu tunasema kama watu ambao wako tayari kuhukumiwa na sheria ya uhuru. Sisi ambao tumemwamini tunajua haki yetu ni katika Kristo Yesu. Sio haki yetu ambayo itatufanya tukubaliwe na Mungu, bali haki ya Mungu ambayo tumekubali ama tumepokea, yaani Yesu Kristo. Huyu ndiye atatufanya sisi tuhesabiwe haki mbele za Mungu. Huyu ndiye atatufanya sisi tupate ukubaliwa na Mungu, yaani tuingie katika ufalme wake usiokuwa na mwisho. Basi Biblia inasema wazi ya kwamba hii sheria unajua kwa mstari wake wa 13 kwa mstari wa 13 Biblia inasema, maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Ninarudi kusoma kwa mstari wa 12 huu waraka wa Yakobo sura ya 2 mstari wa 12, nasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Unajua sisi hatuko tena chini ya hukumu, na ndiyo maana Biblia inasema wazi ya kwamba walio katika Kristo Yesu hakuna tena hukumu ya adhabu ama ya ghadhabu ambayo itakuwa juu yao. Hakuna hukumu kwa wale walio chini ya neema ama walio katika Kristo Yesu. Ni chini ya sheria tu, hapo ndipo pana hukumu. Kwa sababu sheria inasema ukitenda hayo utaishi kwa hayo. Na ukikosea tu hapo sasa unahukumiwa pia na hiyo sheria. Jamani, mtu ambaye hajui hasara ya sheria, huyu kweli
anapungukiwa ama anakosea, anashindwa kujua kilicho cha maana sana, ambacho ni hiyo sheria ya uhuru. Sheria ya uhuru inamfanya mtu aishi maisha ya raha, aishi maisha ya kufurahi, maisha ya matumaini. Yani hii sheria ya uhuru ndiyo inatuweka huru. Lakini hii sheria ya mauti, hii inatuletea hukumu, hii inatuletea adhabu, hii yani inatufanya tuishi maisha mabaya. Unaishi hauna raha, unaishi hauna amani, unaishi unaoga, una mashaka, yani hauna matumaini ya uzima wa milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna wokovu, hakuna uzima katika sheria, hamna. Hebu tusome katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura yake ya kwanza, mstari wa 8. Tuanzie mstari wa 8 mpaka ama hadi mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura yake ya kwanza, mstari wa 8 hadi 11, nasema: lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasiomcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo nao waapao kwa uongo, na likiwapo neno lolote linginelo lisipopatana na mafundisho yenye uzima, kama vile ilivyonenwa katika habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwaye, niliyowekewa amana. Maneno haya yanaonyesha wazi ni watu gani ambao wamepewa hizi sheria na kwa nini wamepewa sheria. Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali. Unajua njia iliyo halali ya sheria ni kuitimiza yote bila kukosea hata moja. Usisubutu kuzitimiza sheria 9 halafu kakosea moja. Hii yote itakuwa imekuwa bure na hukumu inakungoja. Wewe utahukumiwa kama yule ambaye hakutimiza hata sheria moja. Unaona, hii ni hasara ya watu ambao ni hasara kwa watu ambao wanajiweka chini ya sheria. Unajua, ukijiweka chini ya sheria, basi itakubidi utimize hizi sheria zote moja kwa moja. Timiza sheria zote ili kwamba uhesabiwe haki. Lakini sasa ukikosea, ukitimiza 9, hata kama ingekuwa 9.5, halafu ukakosea ukajikwaa kwenye sheria moja, basi jua moja kwa moja umezikosea hizi sheria zote. Halafu kwa mstari wa 9 Biblia inasema, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasiomcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo nao waapao kwa uongo, na likiwapo neno lolote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima. Unasikia, hawa ndio wamepewa sheria. Hawa watu ambao wana hizi tabia, hawa wenye dhambi ndio wamepewa sheria. Lakini sheria haikuwekwa ama haikupewa watu wenye haki. Na labda tusome kwa Kifaransa ili tusikie vizuri kwa wale ambao huenda hawaelewi sana Kiswahili.
kwa sababu mnajua kwamba hapa tuko tunaongea kwenye grupe hii ya Réveil du Soir. Bon, wanasema kwa Kifaransa, premier épître de Paul à Timothée au chapitre 1 verset 8. Nous lisons, bon, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça c'est verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la loi, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sasa ukitaka, lakini sasa isingelikuwa heri kwako kutaka kuwa chini ya sheria, ama kutaka kutimiza sheria, ama kutaka kuhesabiwa haki kwa kutimiza sheria. Hii itakuwa ni hasara kwako, kwa maana itakubidi sasa ili uwe mtu ambaye hautahukumiwa na sheria, inabidi uzitimize zote kama vile sheria inavyosema. Basi na wewe ufanye vile vile kama sheria inavyosema. Ni nzuri kweli, sheria ni nzuri. Tena mahali katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura yake ya 7, kuna mahali Paulo anasema, sijui mstari wa 14, anasema kuhusu hii sheria ni nzuri kweli. Sheria ni nzuri, tena ni takatifu, tena ni ya rohoni. Sheria haipewe watu wa rohoni, bali inapewa watu wa mwilini, watu wenye dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu wa rohoni yeye hana haja ya sheria. Aliye na haja ya sheria ni huyu mtu wa mwilini, huyu mwenye dhambi ndiye ana haja ya sheria. Lakini mtu wa rohoni hana lazima ya sheria. Na kwa huyu ambaye anataka kuifuata sheria ya Mungu, kwa kweli ni vizuri, lakini akumbuke ya kwamba inabidi aishike kama inavyopasa. Asifurahie tu kusikia kwamba si ni sheria ya Mungu basi inabidi tutimize sheria. Ukijiweka chini ya sheria, kumbuka pia kwamba hiyo sheria inasema inabidi utende sawa sawa na ipasavyo, sawa sawa na jinsi sheria inavyosema. Hebu kwa kumalizia somo letu la leo, tusome katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura yake ya 5 mstari wa 20. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 20 na 21, nasema hivi: lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Unasikia kwamba hapa Mtume Paulo hawafichi watu, anawaambia kweli. Anaambia waziwazi. Anasema lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Sheria iliingia ili lile kosa liwe kubwa sana. Hebu tusome kwa Kifaransa tusikie wanavyosema kwa Kifaransa. Wanasema, la loi,
épître de Paul, Romains chapitre 5, verset 20, il est écrit: or, la loi est intervenue pour que l'offense abondante. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Sheria imekuja ama imewekwa ama imeletwa ili kwamba dhambi iwe kubwa ama izidishwe. Kadiri sheria zinawekwa, kadiri dhambi nazo zinaongezeka. Mungu ameleta sheria ili dhambi iongezeke. Hapa ni hatari kabisa. Sijui unaelewaje hapa. Sheria imekuja ili dhambi iwe kubwa. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Dhambi ilipozidi, neema nayo ikakuwa nyingi zaidi. Unajua, Mungu ameleta sheria ili amsaidie mwanadamu kuelewa jinsi alivyo mbaya, jinsi alivyo mdhaifu, jinsi hawezi peke yake. Isipokuwa kwa neema ya Mungu, mwanadamu hawezi kujinusurisha ama kujiokoa, hawezi kujisaidia, hawezi kujifalia chochote. Ni neema ya Mungu tu ndiye inaweza mfanya huyu mwanadamu awe mtu mkamilifu. Ni neema ya Mungu tu, kwa sababu dhambi ilipozidi, basi neema nayo ikazidi zaidi. Kwa sababu Mungu alikuwa na mpango wa kumwokoa mwanadamu. Jamani, hili somo letu la leo ninaamini ya kwamba linakuachia maswali mengi. Linakuachia maswali mengi, lakini bado muda upo. Hata kama unaweza ukauliza swali, kwa kweli jua ya kwamba haya unayoyasikia, huu ndio ukweli wenyewe wa Injili. Huu ndio ukweli wa neno la Mungu. Maswali yanaweza yakatokea. Kwa mfano, unaweza ukasema, sasa hivi tusitii tena sheria ama amri za Mungu, yaani tuibe sasa, kwa sababu amri inasema usiibe, usizini, usifanye hiki na kile. Hii inaweza ikawa ni somo lingine. Kama kweli una swali hili, kwa wakati ujao tunaweza kuona jinsi gani neema inazidi sheria. Jinsi gani mtu wa neema yeye ndiye anatimiza sheria kuliko mtu wa sheria. Aliye chini ya neema yuko juu. Aliye chini ya neema yuko juu ya sheria. Sheria hazimhukumu wala hazimtawale, wala dhambi haimtawale. Mtu wa neema ni mtu ambaye yuko huru mbali na dhambi. Hii itakuwa ni somo nzuri sana. Wakati ujao ama wakati mwingine kwa wiki ile, tutakuwa na hili somo nzuri sana, kuonyesha jinsi gani neema iko juu sana ya sheria. Kwa akili za kibinadamu, mwanadamu anaweza kafikiria kwamba akipewa sheria, basi hii itamsaidia kutembea katika njia ya kweli. Lakini si kweli. Hiyo si kweli kabisa. Sheria haitakusaidia kutembea katika njia ya kweli, bali hiyo sheria itakuonyesha jinsi gani wewe ulivyo mdhaifu sana, jinsi gani hauwezi. Hiyo ndiyo kazi ya sheria, si kukufanya wewe uwe mzuri zaidi. Sheria inakuhukumu. Sheria haikulete katika njia ya haki. Sheria inakufanya wewe uhakikishe kwamba hauwezi, alafu neema ikuokoe. Bwana akubariki ndugu yangu. Acha tuishie hapo kwa siku ya leo. Basi tuonane tena wiki kesho katika somo